Pasaka ya Mwalimu Yesu na si ya kwanza. Pasaka ilianza hapa 2011 na huwa inafanyika mwezi wa 7. Na baada ya Yesu wa Tongaren kusema kwamba haitambui Pasaka ya mwezi wa 4 na hataekwa msalabani, aliweza kujitetea na kusema kwamba Pasaka yake ni ya mwezi wa 7 ambayo inaanza tarehe 28. The Great TV 254 tuliweza kufunga safari zetu kuelekea kwake Yesu wa Tongaren katika kaunti ya Bungoma ili kubainisha wazi kama yuko tayari kwenda msalabani mwezi wa 7 huu tarehe 28. Na tuliweza kufika kwake tukampata akiwa kwa shughuli zake za kawaida za maombezi, na alipopata muda na sisi alikuwa na haya kutueleza kama yuko tayari kwenda msalabani tarehe 28 mwezi wa 7 au la. Hebu tumsikize. Yes. Bwana Yesu, tulikuwa hapa kwako wakati watu wengi walikuwa wamekataa kwamba wanataka Yesu wa Tongaren na sulubiwe. Kwa maanisha kwamba walikuwa wanataka kukuweka kwa msalaba wakati wa Pasaka. Wewe ukasema kwamba wewe hutambui Pasaka ya mwezi wa 4. Hata niliwapa vitabu. Na ukasema kwamba Pasaka yako iko mwezi wa 7. Imefika huu mwezi wa 7 tarehe 28 mpaka 30. Tunaomba utupe utaratibu na mipangilio za Pasaka yako. Asante. Pasaka ya Mwalimu Yesu na si ya kwanza. Pasaka ilianza hapa 2011 na huwa inafanyika mwezi wa 7. Wasome kitabu cha Kutoka 12:21 kuendelea. Hiyo ndio ratiba ya Pasaka ya Mwalimu Yesu, maana imewekwa. Kwa wale ambao huenda hawana uwezo wa kufikia Biblia kwa wakati huu, unaweza wachambulia kidogo? Huo ujumbe unasema kwamba wakati Mwenyezi Mungu amekutoa katika nchi ya Misri, lazima umshukuru Mungu na kazi ya Mungu iende mbele. Maana Mungu ni miujiza, Mungu ni maajabu, Mungu ni baraka na Mungu ni ushindi. Sasa ukisoma huo mstari utaona unasema ya kwamba basi Musa akawaita wazee wote wa Waisraeli, ni Kutoka 12:21 kuendelea hadi 28. Basi Musa akawaita wazee wote wa Waisraeli akawaambia, chakueni kila mmoja wenu kulingana na jamaa yake mwana kondoo na kumchinja kwa siku kuu ya Pasaka. Mtachukua majani ya husopu na kuyajovya katika damu ndani ya birika na kupaka kwenye misingiti na miimo yote miwili ya milango ya nyumba zenu. Mtu yeyote asitoke nje ya nyumba usiku huo hadi asubuhi, maana mimi Mwenyezi Mungu nitapita kuwaua wa Misri. Lakini nitakapoiona damu iliyopakwa kwenye visingiti na miimo ya nyumba zenu, nitasipita na wala sitamruhusu mwangamizi kuingia katika nyumba zenu na kuwaua. Shikeni jambo hilo nyinyi na wasawa wenu kama akiso la milele. Kama akiso la milele mtakapoingia katika nchi ile ambayo mimi Mwenyezi Mungu nitawapa kama nilivyoahidi, ni lazima kulitekeleza. Kama hauna utukufu wa Mungu na uko katika nchi ya Misri, hautafanya hii sherehe. Tunaifanya maana Mungu ametuweka katika nchi ambayo alituahidi. Tunamtumikia Mungu. Mungu tunamuona. Tunaongea na malaika wa mbinguni, hawa wanawaona. Unaona? Sasa ni lazima litekelezwe. Na kila mmoja bila wako hivi, kama nilisema, kama ni ng'ombe amejisikia kutoa ng'ombe analeta. Na vile wako hapa hivi, kila mmoja huwa anakuja na kuku. Sherehe kubwa sana. Wamejanga ng'ombe wamenunua, ziko. Kondoo ziko. Hata labda uko na mbuzi mzaliwa wa kwanza inaingia. Inakuwa mboga, watu wanafurahi. Ndio hivi imeandikwa hapa. Ati lazima litekelezwe. Kila wakati watoto wenu watakapowauliza jambo hili lina maana gani? Umeona wao wameuliza lina maana gani? Jibu liko penyewe. Nyinyi mtawajibu, hii ni dhabihu ya Pasaka kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu alisipita nyumba za Waisraeli nchini Misri alipowaua wa Misri, lakini sisi hakutuua. Waisraeli wakainamisha vichwa na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa Bwana Yesu, hawa hizi makanisa zingine na wewe, inamaanisha kwamba mnatumia kalenda tofauti? Hawa wanatumia kalenda gani? Kwa sababu hawa Pasaka yao ilikuwa mwezi wa 4, Pasaka yako iko mwezi wa 7. Utofauti ni kwamba Pasaka yao wanafurahi vile mauaji. Kufurahia, wewe unaweza furahia kama kuka yako vile aliuawa na watu unaweza kushangilia ukafurahi. Ni ngumu. Sasa hapo kuna utofauti. Hiyo ni utawala wa Kirumi ambao ulileta
Ni sherehe ambayo ilitendeka kule Babiloni. Nilisoma hiyo vitabu. Ukisoma Baruku 6 kuanzia 4 kuendelea, utapata hiyo ni sherehe ambayo ilitendeka kule Babiloni. Sasa hawa wanasherekea kukufa, wanasherekea kifo. Sasa ni sherehe ya Babiloni hiyo sasa. Na wewe sherehe yako ni gani? Ni ya kufurahia. Hapa sasa ni kwa ajili ya Mungu ametukomboa. Ametutoa katika nchi ya Misri, nchi ya Babiloni, nchi ya utumwa, na ametuweka katika nchi ya ahadi. Sasa lazima tusherekee, tufurahie Mungu. Hata hapa wamesema nyinyi ati watoto wenu, acha nirudie huu mstari wa 26. Kila wakati watoto wenu watakapowauliza jambo hili lina maana gani, nyinyi mtawajibu hii ni dhabihu ya Pasaka kwa heshima ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu alisipita nyumba za Waisraeli nchini Misri alipowaua wa Misri, lakini sisi hakutuua. Yani hakutuua, yani tumekombolewa. Maana yake Mungu ametukomboa. Amen. Unaweza tupatia baadhi ya matukio ambayo tunatarajia kukua wakati wa Pasaka yako? Kwa sababu hawa wengine wakifanya Pasaka yao wanaandamana kwa barabara. Kuna yule ambaye anajifanya Yesu, anabebeshwa msalaba, anapigwa. Wakifika kila mahali wanasimama, wanaomba, wanaenda hivyo mpaka vile watafika kanisani. Utaratibu wenu na matukio yenu ni kama gani? Sasa utaratibu wa hapa, ombi langu ni hili. Wasome tu hiki kitabu ambacho nimepeana Kutoka 12:21 chote. Wakati watu watakusanyika hapa, hiyo ndio siku ya Mungu kuangamiza ufalme wa kisa, uwe wa magonjwa, uwe wa kielaana ya kiuchawi. Mungu atateketeza hiyo ufalme wote ili upaki utawala wake Baba Mungu. So pia nyinyi mko na ile utaratibu wa kufanya msafara na msalaba? Katika sherehe, sisi kila sherehe lazima tukuweko na msafara kitoko kama nusu kilomita ama kilomita 1. Si utakuwa mkuja utashuhudia. Amen. Bwana Yesu, umesema kwamba wafuasi wako wataweza kuleta kila mtu kile ambacho ataweza pata, kama ni kwa maana ni maandiko. Watakileta kama sadaka ama zawadi, ama watakileta kivipi? Hii ni sawa na meza ya Bwana. Umenipata? Ni sawa na kusema meza ya Bwana ama meza ya Mwenyezi Mungu. Sasa watakuwa hata na zawadi. Tukianza Ijumaa, tutaanza Ijumaa, huo ukeni unaanza Ijumaa saa 8 kulingana na maandiko. Kama tumeanza Ijumaa, Jumamosi ni sherehe. Ijumaa yenyewe ni sherehe, Jumamosi, Jumapili. Sasa hawa wakiwa na yale zawadi zao, na watu wote watawasilisha na waombewe. Amen. So, ukitaja meza ya Bwana, ni natumai kwamba meza ya Bwana ni ile, kwa ile elimu kidogo ambayo niko nayo, ni pale Yesu aliita wafuasi akawapa wakanywa. Sasa hiyo divai na mwili ni sasa hiyo siku tukikutana ndio Yesu ataitoa. Anatoa. Sasa Bwana Yesu, kulingana na wewe, sadaka inafaa ikue katika mfumo gani? Kwa sababu kuna wakati tulikuwa na tunamhoji anayeitwa Nabii Yohana. Alisema kwamba sadaka ambayo inafaa ikubalike katika madhabahu ya Mungu ni kiumbe kilicho hai ambacho hakina najisi. Akasema sadaka ya kupeana mavuno ama kupeana pesa ni haramu. Kulingana na wewe, sadaka ni vipi? Mavuno, siku kuna vitabu hapo. Ati iko kwa Kutoka pia kuna nimeona. Na alisema kwamba, na pia alisema kwamba matoleo ya mavuno hiyo ni zaka na wala sio sadaka. Kitu chochote ambacho unatoa katika nyumba ya Mungu ni sawa na sadaka. Iwe saka, iwe dhabihu, tayari hiyo umetoa, ni sawa na umemtolea Mungu. Wakati walisema Abrahamu amtolee Mungu sadaka, mnyama ndio ni sadaka, iwe pesa ni sadaka. Maana mali yote inatokana na Mungu mwenyewe. Sasa kulingana na wewe unasema kwamba sadaka inaweza kuwa aina yote, pesa, kiumbe kilicho hai, mavuno, yote ni sadaka na inakubali. Iwe yani kila kitu ambacho Mungu mwenyewe ameweka. Maana ni halali, nitasema hivi, ni halali mtu akiwa na ng'ombe mfano. Mara nyingi watu tunafundisha hii sheria. Ukiwa na wanyama, msaliwa wa kwanza ni mali ya Mungu.
Ni ikiwa uko na wanyama na una roho ya kutaka kubariki, kutoa madhabahuni, unatoa. Kama uko na pesa unatoa, si haramu. Sasa hiyo unajua ni injili ya Yohana, si ya Mwalimu Yesu na sheria hii Biblia. Asante. Asante mtazamaji wetu wa The Great TV 254, tunakuomba kwamba kumbuka kusubscribe, kushare, kulike, comment na kusambaza kazi zetu katika mitandao yote ya kijamii, ili jamaa, ndugu na marafiki wote waweze kupata ujumbe huu kila wakati tunapoweka kitu kipya. Asante kwa siku ya leo, tupatane wakati ujao.